Hatimaye serikali imepokea kiasi cha shilingi bilioni 32 kupitia taasisi yetu ya REA ambayo jukumu lake ni wakala wa nishati vijijini kuhakikisha sasa tunakwenda kuwekewa umeme katika vitongoji 214. Vijiji hivi vikiwekewa umeme tutakuwa tumefikia asilimia 90.7 ya utekelezaji wa mpango wa kupeleka umeme vijijini. Matarajio yangu watu wa Iringa, ni lazima tufahamu kwamba umeme kwetu ni nishati, umeme kwetu ni maendeleo, umeme kwetu ni uchumi na umeme kwetu ni huduma na biashara. Kwa hiyo vijiji vyote na vitongoji vyote ambao vinakwenda kufikishiwa umeme kwenye wakati huu, tukatoe ushirikiano kwa mkandarasi ili afanye kazi yake kwa wakati na aikamilishe kwa wakati. Tukiupata umeme kwa wakati, milango yetu na fursa zetu zinafunguka kwa wakati. Tukichelewa tunajichelewesha wenyewe. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwamba wananchi wote katika vitongoji ambao vinakwenda kunufaika na huu mradi watatoa ushirikiano wa kutosha kwa mkandarasi ili kazi iende vizuri sana. Lakini jambo lingine, kama ambavyo tumewafahamisha siku zote, katika mradi huu wa REA hakuna fidia sehemu zozote ambapo umeme utapita. Kwa asitokee mwananchi akasema hapa kwangu usipite, nipeni kidogo. Hakuna kidogo utapata. Na mnipigie makofi nawaambia ukweli. Sawa ndugu zangu. Mradi wetu huu wa umeme vijijini hatuna fidia. Badala yake kila mmoja pale anapoambiwa kwamba umeme unapita, anatakiwa atoe ushirikiano ule umeme ufanye nini? Upite, uwafikie wenzake na yeye mwenyewe aupate. Lakini pia ninasisitiza gharama za kuunganishiwa umeme huu wa REA katika vitongoji vyote ambavyo vinakwenda kunufaika na umeme, jamani, ni shilingi 20,000 na ngapi? Pale unapoona kuna afisa, kuna mtumishi au kuna mtu anakuambia zaidi ya hiyo, namba yangu mnayo, nipigie mwenyewe, wala usipiwe na kona. Nipigie mwenyewe, niambie tayari kuna tapeli kaingia kwenye kitongoji changu. Tumeelewana vizuri? Lengo la serikali ni kuhakikisha tunapeleka nishati ya umeme vijijini ili kuamsha morali ya maendeleo katika maeneo yetu. Lakini pia tunajenga sasa zahanati za kisasa, vituo vya afya vya kisasa. Kama havina umeme hatuwezi kupata huduma bora na baadhi ya vifaa haviwezi kufanya kazi vizuri kule. Lakini pia wananchi wetu sasa wameendelea, wanamiliki vifaa vingi sana vinavyohitaji umeme kwenye maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunapousogeza umeme tunawarahisishia matumizi ya vifaa na huduma mbalimbali ambazo zinahitaji nishati. Nimewaiteni leo wenye viti wa vijiji na vitongoji, mkanisaidie kupeleka ujumbe huu kwa wananchi wenzetu. Muambie ile ahadi tuliyopewa sasa imekwenda kufanya nini? Kutimia. Na tupige makofi kwa hatua hiyo kubwa.